Matayarisho ya uchaguzi mdogo wa Olkalau yametamatika. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi ya Alhamisi na kufungwa saa 11 jioni yake. Mhariri wa NTV Bridget Ngana amekita kambi Olkalau na sasa tuungane naye mubashara kuchora picha maandalizi hayo ya lala salama. Bridget, kulikoni Olkalau kufikia sasa? Naam, imekuwa ni siku tulivu hapa Olkalau na kama ulivyosema ni matayarisho yamekamilika, na hapa tuko kwenye ukumbi wa shule ya sekondari ama shule ya upili ya Olkalau, na ni hapa ndipo kura zitajumuishwa, na kile ambacho tunaona kwa sasa ni pia bado shughuli ya kusambaza zile nakala za kupiga kura ndo inaendelea kwa sasa. Wacha nitasonga kando ndio mpiga picha Kieru aweze kuonyesha yale yanayojiri hapa. Kuna hiyo shughuli ya pia wakiandamana na maafisa wa usalama. Hii ni taswira ambayo inafuatana na kila msimu wa kupiga kura. Kuwepo kwa maafisa hawa wa usalama ni ishara kuwa shughuli hii pia itafanywa chini ya ulinzi ambayo itahakikisha kuwa wapiga kura wanapofika kwa vituo vya kupiga kura watakuwa pia na usalama na pia kufanya shughuli yao bila bugdha yoyote. Kumekuwa pia na tetesi kuwa kuletwa kwa maafisa hawa kunaashiria kuwa kuna tetesi hasa kwa wale ambao wanapishana hapa kati ya chama cha UDA na DCP, kwani DCP inahisi kuwa kuwepo kwa maafisa wa usalama hapa ni wengi zaidi mno, lakini kumekuwa na zile visa vya ghasia ambazo zimeashiria, kulingana na idara ya usalama, wanahitaji kuwa na vikosi ama watu wengi wa idara ya usalama hapa. Na tumekuwa tukijaribu pia kuzungumza na mkuu wa shughuli hii ambaye anaitwa Muhia Njiraini. Yeye ndiye atatangaza matokeo hayo, na kwa sasa ameshikika kwingine akizungumzia masuala haya. Lakini hapo awali pia tuliweza kuzungumza na makamishna wa IEBC ambao walizungumzia shughuli hii. Walisema ni kweli vifaa hivi vilifika hapa. Maajenti wa wagombea 9 walikuwa hapa na waliweza kushuhudia vile nakala hizi za kupiga kura zimeweza kuletwa hapa, na kutoka hapa zitaelekea kwenye vituo hivyo vya kupiga kura 144, na vile ulivyoashiria pia shughuli hii itaanza saa 12 asubuhi na itaendelea hadi saa 11 ambapo itafungwa na basi kujumuishwa ama kuhesabiwa kwa kura itaanza. Kumekuwa pia na hisia kuwa shughuli hii pengine itakuwa na utetesi ama kutakuwa na zile hisia ya kutakuwa na vurugu, lakini haijakuwa hivyo. Na hapo awali pia tulizungumza na makamishna hao, na hii hapa usemi wao kuhusu shughuli hii na vile walihisi kuhusu matayarisho ya uchaguzi mdogo hapa Olkalau. Wananchi wote wa Olkalau, the 73,000 watapatiwa nafasi nzuri shwari ambao watapiga kura yao na waende makwao. Kwa hivyo yetu tu ni kuhakikishia hawa ya kwamba we have no space for goonism, we have no space for thugs ambayo wamekuja kutisha watu wa Olkalau. We are here on behalf of IEBC to supervise this electoral process and make sure that the electoral process is free and fair and peaceful, so that the people of Olkalau can be able to determine who their leader is. The voter identification process is by biometrics that are already captured in the register of voters. The register of voters is in the KIMS kit, the one we shall use. So when a voter enters a polling station, the first thing he must produce is an identification document. Naam, wakesho idadi ya wapiga kura hapa Olkalau ni zaidi ya 73,000, na hao ndio watatokea kesho kutathmini ni nani atakuwa mbunge wao, huku nchi ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu, kwani ni takriban siku 380 hivi ambazo zimesalia hadi Kenya nzima ielekee katika uchaguzi mkuu Agosti tarehe 10. Lakini kwa sasa macho yote yako hapa Olkalau, na kama ilivyo ada hapa NTV na pia gazeti la Daily Nation, Taifa Leo, tutakuwa tunaangazia haya kwenye mitandao yetu ya kijamii. Endelea kutazama vituo hivi na utapashwa vilivyo kuhusu yote yanayojiri katika uchaguzi huu mdogo hapa Olkalau.